Wakazi wa maeneo hapa tunawakaribisha na tunawaalika katika kujifunza neno la Mungu. Hatujaja hapa kwa ajili ya kupoteza muda. Tumewaletea habari njema ambayo inatakiwa kila mmoja isikilize, kwa sababu hii ni habari ya siku za mwisho. Hakuna mhubiri atakaye kuja hata kukuelezea hichi ambacho tunachokiongea. Wapo ambao wenye ujumbe huu, lakini wameamua kukaa nao, wamejifungia makanisani, na wengine ujumbe huu hawana kwa sababu wamemkataa Mungu kweli. Kwa hiyo hawana kama na ujumbe sahihi wa Mungu. Lakini tuko mahali hapa kwa ajili ya kueneza ujumbe huu ili iwe ushuhuda. Tupo hapa ili iwe ushuhuda, kwa sababu Yesu anasema injili itahubiriwa iwe ushuhuda. Msomaji niko nisaidie 24:3 Mathayo 24:3 Mathayo, kwa sababu Yesu aliulizwa kwamba siku za mwisho itakuwa ni lini, na yeye akasema sharti ujumbe uhubiriwe. Sasa wakati wa mwisho hauwezi ukaja kama ujumbe wake yeye haujahubiriwa. Kwa hiyo ni sharti kwamba ujumbe wake uhubiriwe, ndiyo siku za mwisho zije. Kama alianza kutangulia kuongea kipindi cha Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa, lakini Nuhu alikuwa akijaribu kuonya watu, akiwaambia kwamba hapo mbele kuna gharika, lakini watu waliendelea kufanya mambo yao na shughuli zao, wakampuuza Nuhu. Lakini mwisho wa siku mambo walipowapata, walienda kwa Nuhu wakisema kwamba funguliwe safina. Kwa hiyo siku ya leo tena tumekuja kuleta habari kuhusu Mungu na watu wamjue. Na Mungu anasemaje? Kwa sababu injili yetu ni tofauti kidogo. Ni injili ambayo ni tofauti kidogo na ambayo mmeizoea. Ni tofauti na ile ambayo mmeizoea, kwa sababu hii huwa tunajaribu kufunua kweli. Na tunakuwa tunajaribu kufunua ni nini chanzo cha matatizo ambayo yamesababisha uongo kaingia ndani ya makanisa. Msomaji, hebu nisaidie sasa. 24:3 Mathayo. 24:3 Mathayo inasemaje? Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha akisemaje? Tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nao ni nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia? Kwa hiyo wanafunzi wanamuuliza Yesu, tuambie ni nini dalili za kufanyaje? Ya kuja kwako na mwisho wa dunia, na mambo hayo yatakuwa lini? Soma 14 hapo. 14 inasemaje? Tena habari njema ya ufalme. Rudia tena. Tena habari njema ya ufalme. Rudia tena. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hiyo habari za ufalme wa Mungu zitahubiriwa, kwa hiyo iwe ushuhuda kwa watu wote. Maana Mungu anataka usije ukasema kwamba hukusikia. Mungu anataka ujue kwamba kuna mambo yanayoendelea, lakini siku za mwisho hataki useme kwamba hukusikia. Na ndio maana tuko hapa. Msomaji, niko kwa sababu watu wanamchukulia Mungu ni kitu cha kawaida, lakini maandiko yanasema Mungu atakapokuja kutakuwa ni hatari. Kutakuwa kulia na kusaga meno. Pengine hapa tunaweza tukaleta habari hii ukawa unachukulia kawaida, lakini Mungu atakapokuja itakuwa ni hatari, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Nisaidie 24:29 Mathayo. 24 yake ni 29 Mathayo inasema. Changamka msomaji. Lakini mara baada ya ziki ya siku zile, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni. Na nyota zitaanguka mbinguni. Rudia tena. Na nyota zitaanguka mbinguni. Na nguvu za mbingu zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake ya mwanadamu mbinguni. Unaona? Kwa hiyo mambo baada ya kutokea mambo kadha wa kadha, kutakuwa na ishara itakayotoka mbinguni, lakini kabla ya hapo nyota za mbinguni zitadondoka, kwa sababu utukufu wa Mungu na mwanawe utakuwa wenye nguvu kiasi kwamba waovu hawataweza kustahimili uso wa Mungu. Waovu hawataweza kustahimili uso wa Mungu. Watu wataomba milima iwadondokee ili waweze kujificha, wasikutwe na aibu, kwa sababu Mungu anapokukuta mwovu itakuwa ni hatari, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Msomaji, niko Ufunuo 6 na ule mstari wa 12. Kimbia 6:12 Ufunuo. Changamka.
6:12 nasema. Nasemaje? Nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Rudia tena. Nami nikaona alipoifungua mihuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa. Mwezi wote ukawa kama damu. Mwezi wote ukawa kama damu. Na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutako wa manyoya yake. Endelea. Inasema mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na falme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na kila muungwana wakajificha katika pango. Inasema na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia miamba, wakisemaje? Tuangukieni tusitiri uso wake yeye. Rudia tena. Inasema wakiambia milima na miamba. Rudia tena. Wakisema wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele zake yeye akitia katika kiti chake cha enzi na nani na hasira ya mwana kondoo. Unaona sasa, kwa hiyo Yesu atakapokuja katika utukufu wake, watu watasema milima iwaangukie, milima iwaangukie iweze kuwaficha uso wao. Manake Mungu atakuja na ghadhabu kali, kwa sababu Mungu anataka watu watubu kabla wakati huo. Lakini watu wamefanya mioyo kuwa migumu, watu wamekataa, kwa sababu shetani yeye ana kazi yake, anachokifanya anakudanganya tu wewe kwa mambo ya kawaida. Wewe sometimes unaweza kuwa na jeuri na kiburi, labda pesa yako inakudanganya, unahisi kwamba wewe ndio uliye tajiri kuliko matajiri wengine. Utajiri ulionao wewe ukuwa wa kwanza. Walikuwa matajiri akina Suleiman, watu ambao walioa wake 700, masuria 300, walikuwa na fahari nyingi, walikuwa matajiri, lakini bado walimcha Mungu. Ni wewe tu ambaye umegoma, utatu unaleta kiburi, pengine una mganga wako anayekutia zile. Msomaji niko, hebu kimbia sasa, rudia 24:14 Mathayo 24:14 Mathayo 24:14 nasema mara sasa hivi kuna injili za uongo ambazo zinazoendelea makanisani. Watu wameamua kujitungia ibada zao, watu wameamua kuweka miungu yao, lakini watu wa Mungu walikuwa walishafunuliwa, watu wa Mungu walikuwa walishaonyeshwa. Ni vile watu Biblia wanakaa nazo, wanasoma Jumapili mpaka Jumapili, mchungaji wao akiwasomea maandiko mawili, muda unaobaki ni kuimbaimba na kuruka. Maandiko mawili tu inakuwa imetosha. Sasa lakini msomaji niko, si tuwasomee maandiko, tuwasomee kweli kweli. Huko makanisani wanasomea maandiko moja au matatu, hapa tunawachambulia yote. Acha tuwasomee sasa. Ndio, hebu anza sasa 24:14 Mathayo. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Endelea. Inasema 15, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Rudia tena. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Rudia tena. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli. Yesu anasema, wanamuuliza kuhusu habari za mwisho, siku za mwisho. Yeye anasema mtakapoliona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli. Sasa msomaji niko, Danieli si ameandika kitabu? Anacho. Danieli si ameandika kitabu? Anacho. Sasa tuanze kwenye Danieli tuone Danieli amenena kitu gani ambacho kinaashiria ni siku za mwisho. Hivi ni vitabu ambavyo wachungaji wengi hawavisomi makanisani. Hivi ni vitabu ambavyo wachungaji hawaweza kukisoma, pengine hawajui. Msomaji endelea. Inaendelea kusema Danieli 7:1 tuone kuna mambo ambayo yanaendelea ndiyo aliyo kwenye ibada. Mambo yanayoendelea ndiyo aliyo kwenye ibada, lakini Yesu anasema inapotokea mambo hayo ndiyo dalili za mwisho. Watu tupo kipindi cha mwisho, lakini wachungaji hawawezi wakaelezea mambo yanayoendelea kwamba
Watu mnafikiri kuna mambo yanaendelea sasa hivi. Unaweza kujenga nyumba na kujenga magorofa, wakati hapo mbele historia inaenda kufungwa, historia ya ulimwengu. Samaji, soma. Inasema Danieli 7:1. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto. Rudia tena. Inasema katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto. Aliona inasema. Na maono ya kichwa chake kitandani mwake, basi akaandika ndoto, akatoa habari za jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akasema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Kwa hiyo tunaona Danieli amefanyaje? Ameota ndoto. Ni kuota. Wacha ni zenyewe zinasema aliota. Au kuona ni sawa tu. Ni lugha ya Biblia. Kwa hiyo tunaona kwamba Danieli aliota ndoto. Sasa Danieli anapoota ndoto, msomaji, kwanza kabla hujaenda nisaidie Hesabu 12 mstari wa 5. Hesabu 12 mstari wa 5. Kimbia. Hesabu 12 mstari wa 5, kwa sababu tunaona Danieli aliota ndoto. Na Mungu anapokuwa anaongea na manabii na watumishi wake, huwa anatumia kuonyesha maono au anaotesha ndoto. Soma hapo Hesabu 12 mstari wa 5. 12:5 Hesabu inasema. Inasemaje? Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Mariamu, na wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambiaje? Sikieni basi maneno yangu. Akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Kwa hiyo akiwepo nabii atasema naye atajifunua katika maono, au kusema naye katika nini? Katika ndoto. Kwa hiyo Mungu anaongea na watu wake kupitia ndoto. Ni wewe tu unaota unapaa. Ukienda kwa mchungaji anakwambia umerogwa. Wakati umekula usiku dona, saa 4 usiku umejishindilia dona. Baadaye sasa ubongo unashika kutapata. Unasema kibango moja ndoto, ati yetu unapaa. Mchungaji wako naye anakutafsiria atuna wimbo na bibi yako. Ati mama yako mko ndio anayekuroga wewe. Wewe umekula vibaya, hujarogwa. Hakuna aliyekuroga. Wewe mwenyewe ndio umejiroga kwa sababu ya ulaji mbovu. Kwa sababu Mungu anaelekeza hata namna ya kula. Huyu tu. Msomaji, endelea Danieli 7 mstari wa 2. Danieli 7 mstari wa 2. 2 inaendelea. Danieli akasema. Msomaji. Inasema, hebu nisaidie kwanza Mhubiri 12:12. Alafu kae pembeni. Mhubiri 12:12 tano. Mhubiri 12:12. Tunaona Danieli ameoteshwa ndoto. Mungu amemwonyesha ndoto. Sasa hiyo ndoto ya Danieli ndio ambayo imebeba ujumbe wa siku za mwisho. Ujumbe huo wachungaji wengi hawafundishi. Unasikia kitabu cha Danieli ni kigumu. Kitabu cha Ufunuo ni kigumu. Sasa utamwabudu Mungu wa uongo akufundishe mambo yake. Utamwabudu Mungu wa uongo akufundishe kweli yako. Bado ukachepuka na mwanaume mwingine, alafu uende kwa mama wako kuhudumia. Inawezekana? Soma andiko hilo msomaji. 12:12 inasema. Mhubiri. Inasema, tena zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wote wa kutunga. Hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana uchosha mwili. Haya, kaa pembeni. Msomaji mwingine. Inaonekana wewe umechoka. Ndio mwingine asome. Nisaidie Danieli msomaji. Rudi kwenye Danieli 7 mstari wa 2. Haya, ngoja niingie. Pata. Saba mstari wa 2 Danieli. Anasema katika Danieli 7 mstari wa 2. Danieli anachokiota. Alafu tukione sasa kinachoendelea na wewe unajichunguza sasa. Unajua kwamba bado una muda au unajifurahisha tu. Soma hapo sasa. Anasemaje? Katika Danieli 7 mstari wa 2. Ndio. Anasema, Danieli akanena akasemaje? Naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Na tazama, hizo pepo 4 za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa.
ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka katika bahari. Subiri. Sasa msomaji, nikuulize. Naam. Ulishawahi kuona mnyama yeyote anatoka baharini? Hapana. Ulishawahi kuona mnyama anatoka baharini? Hapana. Sasa Danieli anasema alimuona mnyama akitoka baharini. Alimuona mnyama akitoka wapi? Baharini. Nisaidie Hosea 12 na mstari wa 10. Hosea 12 na mstari wa 10. Anasema, inasemaje? Hosea 12 mstari wa 10. Anasema hivi, tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kwa hiyo Mungu amenena na manabii kwa kutumia nini? Mifano. Kwa hiyo tunaposema mnyama, Mungu anakuwa anamaanisha nini? Mfano. Sasa tunajua huyo mnyama aliyetokea baharini alikuwa ni nani. Sasa endelea na hiyo Danieli 7, endelea kuishia. Anasema, naliona katika maono wakati wa usiku, natazama hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba. Mnyama anatoka baharini, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama, hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Kimbia. Naye natazama mnyama mwingine wa pili. Huyo kama dubu, akainuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ambavu ilikuwamo kinywani mwake, katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, mnyama watatu kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne. Alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi za usiku, natazama mnyama wanne. Na hapo ndipo tutakapomuongelea zaidi. Endelea. Mwenye kutisha, mwenye nguvu, endelea. mwenye uwezo mwingi. Nao alikuwa na meno ya chuma. Ana meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande, na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Simama. Kwa hiyo tunaona Danieli ameoteshwa ndoto. Katika ndoto ameona wanyama wanne wakitokea baharini. Sasa kwa akili ya kawaida hakuna wanyama au hakuna mnyama ambaye anaweza kutokea baharini. Tumeona kwenye Hosea 12 na mstari wa 10, Mungu anaongea na wanabii kwa kutumia mifano. Anatumia mifano kuwakilisha nini? Ujumbe wake. Sasa hao wanyama ni kitu gani? Hao wanyama Danieli aliyowaona ni kitu gani? Wanyama wanne Danieli aliwaona ni kitu gani? Nisaidie Danieli 7 na mstari wa 17. Anasema Biblia huwa inajitafsiri. Anasema mchungaji wako anakusomea maandiko alafu anaanza kuweka mawazo yake yeye, huyo anakudanganya. Biblia huwa inatafsiriwa kwa maandiko, inajitafsiri yenyewe. Huna haja ya kuongeza ukweli wa Mungu hati hapa Mungu alikuwa anamaanisha hivi. Hapana, Mungu ameelezea vya kutosha, na Biblia huwa inajitafsiri yenyewe. Mwambie mchungaji wako asome, asitumie akili zake. Endelea. Anasema wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hiyo wanyama wanne Danieli anaoonyeshwa ni wafalme watakaotokea duniani. Katika dunia hii tangu uumbaji wa Mungu kuna falme nne za dunia zitakazotokea ulimwenguni, ambazo ndizo zikimalizika zinaenda kufunga historia ya ulimwengu, na falme hizo zimesha kuwako, na sasa hivi tuko falme ya nne. Kuna falme nne ambazo zitakazokuwako duniani alizoonyeshwa nabii Danieli, na falme hizo zimesha kuwako. Kwa hiyo sasa hivi tuko hatua ya mwisho ambayo inatakiwa tufahamu kwamba tuko nyakati mbaya, na sasa hivi shetani
baada ya kujua kwamba tuko wakati mbaya, amezusha kila aina ya ashiki. Utakuta michezo mbalimbali, wakina dada wanavaa ovyo, vitu vya aina ovyo. Amezusha tamaa, mwanamume anakuwa na tamaa zaidi ya mkewe. Amezusha ashiki, kwa sababu tuko nyakati mbaya. Nyakati hizi ndipo mafundisho ya uongo yalipoibuka. Utakuta kila kona kuna kanisa, kila kona kuna kanisa. Utakuta makanisa yamekuwa mengi zaidi hapo maduka. Wewe unaingia kanisani, unahisi kuingia kanisa, alafu Mungu anatambua. Ati Mungu anatambua, yaani Mungu sasa hivi Mungu wanakuwa waende kunena kwa lugha. Waende Wakatoliki huku, Wakatoliki wasema kunena hapana. Waje huku wa Sabato hapana. Watu wengine kila mtu na ibada yake. Sasa mbinguni huko wote tukienda kutakalika. Imani huwa ni moja, msomaji. Na kurudi kwanza Efeso 4:4. Efeso 4:4. Anasema katika kitabu cha Efeso 4:4. Anasema hivi, mwili mmoja na roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, Bwana mmoja, imani moja, imani moja, imani mbili, imani moja, imani moja, imani moja, imani moja. Chunga sana, imani ni moja na ubatizo mmoja. Imani ni moja, roho ni moja, mwili ni mmoja, mwili ni moja. Na mwili ni nini? Mwili ni kanisa. Kwa hiyo kanisa ni moja, hawezi kama makanisa 10. Kanisa ni moja yanayounganishwa na imani moja ambayo inaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yohana wa kwanza 5:4. Turudi kwenye Danieli. Anasemaje? Waraka wa kwanza Yohana 5:4. Anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako kushinda ulimwengu. Ndio hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu Kristo ni nani? Ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio imani. Kama huamini hivyo, ujue umepotea. Yaani imani ndio hiyo, lazima uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe unaamini Yesu ni mwana, imekuwa kwako. Msomaji, naam, rudi kwenye Danieli. Tunaona kwamba mnyama wa 4 ni mnyama wa kutisha. Sasa tuangalie hao wanyama. Wanyama tumeona nini? Ni wafalme. Sasa hao wafalme ni wafalme gani ambao walikuwa duniani, ambao ndio wanaenda kufunga historia ya ulimwengu? Danieli alionyesha wanyama 4, na hao wanyama 4 ndio wanaofunga historia ya dunia, na hao wanyama 4 wamesha kuwako, na sasa hivi tuko kwenye utawala wa mnyama 4. Msomaji, naam. Sasa tuangalie mnyama wa kwanza alikuwa ni nani, au mfalme wa kwanza alikuwa ni nani? Nisaidie Danieli 1:1. Danieli 1:1. Anasema katika mwaka wa 10 kwake Yoakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli. Nebukadneza mfalme wa Babeli. Kwa hiyo mfalme wa kwanza alikuwa ni nani? Nebukadneza wa Babeli. Utawala wa kwanza ambao Danieli anaonyeshwa ulikuwa ni utawala wa Babeli chini ya Nebukadneza. Kwa hiyo utawala wa kwanza tangu historia inaundwa, Danieli kile anaonyeshwa kuanzia hapo ilikuwa ni nani? Nebukadneza. Alikuwa ni Nebukadneza chini ya Babiloni. Sasa Nebukadneza baadaye akafanya yale yake kinyume na Mungu. Mungu akawa amemrusha porini. Baadaye akampa mwanawe Belshaza akawa anatawala, lakini mwanawe Belshaza naye akamkasirisha Mungu kwa sababu alichukua vikombe vya hekalu vilivyokuwa vimetolewa Yerusalemu baada ya Nebukadneza kuwansuru na kuwakamata watu wa Mungu kutoka Yerusalemu. Akawa amewateka. Baada ya kuwateka hivyo vikombe akawa akavinywea pombe. Kwa hiyo Mungu akakasirika na utawala wake akaamua kumfuta. Nisaidie Danieli 5:24. Anasema ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko haya yaliandikwa ni haya: Menemene, Tekeli na Peresi. Endelea. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, na wamepewa Wamedi na Waajemi. Kwa hiyo ufalme wa pili ulienda kwa Wamedi na Waajemi.
Ufalme wa pili ulikuwa wa Amedi na Waajemi. Soma 30 hapo. Anasema usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa kwa 31, na Dario Mmedi akaupokea ufalme. Dario ndio aliyekuwa kiongozi wa Wamedi na nini na Wamedi na Waajemi. Huyo ndiye mnyama wa pili. Kwa hiyo ufalme wa pili ulikuwa ufalme wa Wamedi na Waajemi. Msomaji? Naam. Danieli. Ndio. Nisomee 8:21. Danieli 8:21. Anasema hivi, tuangalie ufalme wa tatu. Anasema na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Yunani. Rudia tena. Ni mfalme wa Yunani. Rudia tena. Ni mfalme wa Yunani. Kwa hiyo ufalme wa nne ulikuwa ni ufalme wa nani? Wa Yunani. Ufalme wa tatu ilikuwa chini ya Alexander the Great. Alexander the Great. Huo ulikuwa ni ufalme wa tatu. Ulikuwa ni ufalme wa tatu. Sasa ufalme wa nne ni upi ambao unaenda kufunga historia ya ulimwengu? Ufalme wa nne ulikuwa ni upi? Msomaji? Naam. Yohana 11 mstari wa 48. Kimbia. Yohana 11:48. Anasema katika Yohana 11:48. Tukimwacha hivi watu wote watamwamini. Na Warumi, rudia tena. Na Warumi, rudia. Na Warumi, na Warumi watakuja kutuondolea mahali petu. Kwa hiyo ufalme wa nne ulikuwa ufalme wa Warumi. Ufalme wa nne ulikuwa ufalme wa Warumi. Ufalme huo ndio uliomsulubisha Yesu. Yesu amesulubiwa chini ya ufalme huo, na ufalme huo ndio unaotafuna dunia. Ufalme huo unaendelea mpaka leo. Kwa hiyo ufalme wa nne ulikuwa ufalme wa Rumi. Ufalme wa nne ulikuwa ufalme wa Rumi. Msomaji? Naam. Tunaona kwamba mjanga mfalme. Ndio. Haya, sasa rudi Danieli 7 na mstari wa 23. Anasema katika Danieli 7:23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Ufalme ngapi? Wa nne juu ya dunia. Haya, 25. Anasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Rudia tena. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Ataazimu kubadili majira na sheria. Kwa hiyo kuna mnyama wa nne, maana yake ufalme wa nne. Ufalme ndio utakaowatesa watakatifu. Ufalme ndio utakaowazimu kubadili majira na sheria. Kwa hiyo ufalme wa nne tumeona kwamba ilikuwa ni Rumi. Sasa Rumi ndio iliyomsulubisha Yesu. Ufalme wa nne ndio, katika ufalme wa nne ndio waliomsulubisha Yesu, wakishirikiana na makuhani, watu wanaojiita watu wa dini. Na watu wa dini siku zote ndio wao wanaokataa kweli, kwa sababu hakuna mpagani ambaye anaweza kaanza kubishana na kweli ya Mungu, ila watu wa dini wanaojikuta kwamba ni wajuaji sana, wao ndio wao wanasuluhisha watu wa Mungu. Msomaji? Naam. Tunaona kwamba utawala wa nne ndio utakaotusuluhisha nini? Yesu. Watakatifu akiwemo Yesu. Yesu amesulubiwa katika ufalme wa nne, lakini amesulubiwa kwa kushinikizo la watu wanaojiita watu wa Mungu. Wanaojiita watu wa Mungu. 19:6 Yohana Injili. 19:6 Yohana Injili. 19:6 Yohana Injili. Anasema katika Yohana 19:6, basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kelele wakisemaje? Msulubishe. Pilato akawaambia, mtwaeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Wayahudi wakajibu, sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo wanamsulubisha, wanasema kwamba alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Biblia waliamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, lakini hao Mafarisayo na makuhani ambao ni viongozi wa dini wa kipindi hicho walisema kwamba Yesu amejifanya kuwa mwana wa Mungu. Kama tunatangaza kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na wewe moyo wako
hafifu. Maana yake ujue, ungekuwa kipindi cha Yesu, wewe nawe ungemsulubisha. Kwa hiyo na wewe ni farisayo kama mafarisayo wengine. Wewe naye ni farisayo tu, ni farisayo kama mafarisayo wengine. Kwa hiyo Yesu alisema yeye ni mwana wa Mungu, ndio maana afanyaje? Akasulubiwa na watu wanaojiita watu wa dini. Sasa watu wa dini siku hizi wanamuita eti ni Mungu mwana, wengine wanasema ni nafsi ya pili ya Mungu. Yote hao ni mafarisayo. Kama kuna mtu ana swali anakaribisha, wanamuita Mungu Roho. Mwingine mnaita Mungu Roho. Kuna Biblia, kuna Mungu Roho, ndio mfundishe. Msomaji? Naam. Twende kwenye Danieli. Ndio. Rudia 7:25. Anasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Tunaona kwamba atawadhoofisha nini? Watakatifu aliye juu. Huyo ufalme atadhoofisha nini? Watakatifu wake aliye juu. Huyo ufalme ndio unaotesa watakatifu. Nisaidie Waebrania 11:36. Waebrania 11:36. Anasema katika Waebrania 11:36, Waebrania anasema hivi, katika Waebrania 11:36, wengine walijaribiwa, rudia tena, wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, rudia tena, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa msumeno, walikatwa kwa msumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa mabaya, watu ambao ulimwengu huu haukustahili kuwa nao, walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Unaona sasa? Kwa hiyo ufalme huu wa nne ndio unaotesa watakatifu. Ufalme wa nne ndio unaotesa watakatifu. Paulo alikatwa kichwa. Paulo alikatwa kichwa. Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa akiwa gerezani. Yaani mchepuko tu ukasababisha akatwe kichwa. Anamwambia mfalme, unatembea na mke wa nduguyo, mwache mke wa nduguyo na utubu. Akakatwa kichwa. Marko 6:27. Mwalimu, hebu soma hiyo. Anasema mfalme, naanza kuanzia hapa juu. Soma tu. Anasema mara mfalme akatuma askari, akaamuru kuleta kichwa chake. Akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa. Yesu akasulubiwa. Paulo alikatwa kichwa. Petro akasulubishwa, miguu juu, kichwa chini. Na Yohana akatupwa kwenye kisiwa cha Patmo. Mwisho wa siku Mungu ndo anamtokea huko kupitia malaika wake. Anamtokea huko ndio anampa mafunuo. Na anamwambia kwamba aandike kwa sababu wakati huu karibu. Kwa sababu tunaona Danieli wakati anapopewa hizo njozi, aliambiwa kwamba wakati wake bado. Aliambiwa kwamba wakati wake bado, afunike. Haya ni mambo yatakayokuja baadaye. Lakini Yohana anaambiwa wakati huu karibu. Hebu nisaidie kwanza 12:8. Danieli 12:8. Danieli 12:8. Anasema hivi, katika Danieli 12:8. Nami nikasikia, lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mambo haya utakuwaje? Akasemaje? Enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Sasa tunaona Danieli anaambiwa maneno hayo yametiwa muhuri mpaka nyakati za mwisho. Lakini mambo hayo yanakuja kutokea kipindi cha Yesu. Unaona sasa? Sasa Yohana wa Patmo anatupwa katika kisiwa cha Patmo. Lakini malaika anakuja na mwambia andika, na heri asomaye kwa sababu wakati huu karibu. Danieli anaonyesha kwamba wakati ulikuwa bado, lakini Yohana anaonyesha kwamba wakati umekaribia. Nisaidie
Ufunuo wa Yohana moja kimbia mpaka 3. Anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyesha watumwa wake mambo ambao kwamba hana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoona. Heri asomaye na wao wasikie maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Kwa hiyo Yohana anaambiwa heri asomaye na kuyashika, kwa maana wakati huu karibu. Ni wewe tu, mchungaji wako mlala hataki kukuonyesha kinachoendelea. Haya mambo hatukupaswa tatizo tuongelee hapa, itakuwa tuongelee huko makanisani, lakini kwa sababu hamfundishi tumeamua tufuate mpaka sokoni. Tumeamua tufuate mpaka sokoni. Kapemaji? Naam. Turudi Danieli sasa. Ndio. Rudi 7:25. Anasema katika Danieli 7:25 anasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Rudia tena. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Rudia tena. Ataazimu kubadili majira na sheria. Kwa hiyo tunaona huyo mfalme wa 4 wa utawala wa 4, tunaona tetesa watakatifu atabadili majira na sheria. Atabadili majira na sheria. Mnyama wa 4 atabadili majira na sheria. Sasa majira yaliyobadilika ni kitu gani? Majira yaliyobadilika ni kitu gani? Nisaidie Walawi 23:32, tuanzie hapo. Walawi 23:32, kimbia. Anasema katika Walawi 23:32 itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa, nani mtatesa nafsi zenu siku ya 9 ya mwezi, wakati wa jioni, tangu jioni mpaka hata jioni. Kwa hiyo hiyo sabato. Kwa hiyo Mungu anawaelekeza kwamba watashika jioni mpaka jioni. Siku ya Mungu huwa inaanza jioni, inamalizika jioni. Lakini huyu mnyama wa 4 kwa sababu wavuruga watu, siku sasa hivi inaanza saa 6, kwa sababu tuko kwenye utawala wa 6 msomaji. Naam. Ikiwa saa 4, si wanasema kwamba ikiwa umeandikwa 10, si wanasema ni saa 4. Ikiandikwa 10, si wanasema ni saa 4. Ndio. Haya 10 ukitoa 4 unapata ngapi? Unapata 6. Ikiwa ni saa 5, sinaandikwa 11. Ndio. Haya 11 toa 5 unapata ngapi? Unapata 6. Ikiwa saa 2, si wanasema ni 8 imeandikwa? Ndio. Haya 8 toa 2 unapata ngapi? Unapata 6. Kwa hiyo tuko utawala wa 6 na watu wanasubiri mpinga Kristo yake hapo. Ndio kwamba Yesu aje mkoa kabisa. Wewe mpinga Kristo yupo, mchungaji wako tu hamjui, lakini watu wa Mungu wamefundishwa kwamba ni lazima afunuliwe kwanza. Mungu Yesu hawezi kurudi kama mpinga Kristo hajafunuliwa. Mpinga Kristo yupo na anatenda kazi. Ni watu wa Mungu tu wanasubiri wamfunue, na watu wakishamfunua na akishafahamika, basi Yesu ndiyo arudi. Msomaji, nisaidie Wathesalonike wa pili 2:3. Kimbia kwanza. Wathesalonike wa pili 2:3. Anasema mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ile upengeufu akafunulia yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajinue nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Unaona sasa? Kwa hiyo siku haiwezi kaja mpaka afunuliwe, na ndiyo maana tupo hapa kumfunua. Sisi tunamfunua alafu tunaondoka. Ni wewe sasa, ni kazi kwako, ushike au uache. Sisi damu yako haitakuwa juu yetu, maana unapojua ukweli na usiongee utaulizwa. Ambaye anajua mambo mengi na asiyaseme atahukumiwa sana. 12:47 Luka 12:47 anasema hivi. Katika Luka 12:47 anasema hivi,
na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana. Atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya stahili mapigo atapigwa kidogo. Yule anayejua mambo mengi na asiyapatende atafanyaje? Atapigwa sana. Sisi tunajua mambo haya, hatuwezi tukaacha kuyasema kwa sababu hatutaki kupigwa sana. Damu yako iwe juu yako. Amina. Usije ukatuponza. Kweli kabisa. Usije ukatuponza. Msomaji? Naam. Kwenye Danieli 7:25 tumeona kwamba atabadili majira na sheria. Ndio. Tumeona kwamba atabadili majira na sheria. Ndio. Tumeona kwamba majira amebadilisha kaenda kwenye 6:6. Ndio. Haya sasa. Tumeona kwamba atabadili majira na nini? Na sheria. Na sheria. Sheria inayoongelewa hapa ni sheria ya Mungu. Na mfalme aliyebadili alikuwa ni mfalme wa 4. Msomaji? Naam. Msomaji? Naam. Hebu nisaidie kwanza Kutoka 20 na mstari wa 8. Kutoka 20 na mstari wa 8. Anasema katika Kutoka 20 mstari wa 8. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Rudia tena. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Rudia tena. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kwa hiyo mpinga Kristo ameibadilisha. Mpinga Kristo ameifuta. Sasa hivi vitabu vya imani vimeamua kuiacha hiyo. Watu wameacha Biblia wakajiandikia vitabu vyao vya imani ambavyo wameiacha hiyo. Unaona matatizo sasa. Msomaji, nisaidie katekisimu ndogo hiyo. Nisaidie hiyo ndogo hiyo. Hiyo ndogo kabisa. Hiyo nyingine kabisa. Nisaidie hiyo ndogo kabisa. Soma ukurasa wa 10 changamka. Angalia hapo kwenye amri za Mungu. Ukurasa wa 10. Anasema katika amri ya ngapi mwalimu? Anza ya kwanza. Ya kwanza inasema ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Pande ya pili, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Pande ya tatu, shika takatifu siku ya Mungu. Kutoka 20:8. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Hapo shika takatifu siku ya Mungu. Wamefanyaje? Wamebadilisha. Kutoka 20 na mstari wa 4. Kutoka 20 mstari wa 4 anasema, inasemaje? Anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Rudia tena. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Rudia tena. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hiyo amri unaiona? Haipo kabisa. Amri hiyo unaiona? Wameiondoa. Yakobo 2:10. Yakobo 2:10 anasema. Inasemaje? Yakobo 2:10 anasema hivi, maana mtu awaye yote anasema maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikoa katika neno moja amekosa juu ya yote. Twende. Kwa maana aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo atakayeshika sheria yote akajikwaa katika neno moja amefanyaje? Amejikwaa juu ya yote. Amefanyaje? Amejikwaa juu ya yote. Kutoka 20:4. Kutoka 20 mstari wa 4 anasema hivi, Kutoka 20 mstari wa 4 anasema hivi, inasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Rudia tena. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kutoka 20:8 anasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kwa hiyo Mungu anasema kupitia Yakobo, atakayeshika sheria yote akijikwaa katika neno moja amekosa yote. Lakini tunaona huyu mnyama wa 4 ambaye ni mfalme wa 4 chini ya utawala wa Konstantini amekuja kabadilisha kutoka siku ya Bwana ambayo ni Sabato ya Mungu akaipeleka kuwa siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Na watu wamezaliwa wanaenda huko wanahisi kwamba Mungu anaamrisha watu waabudu siku ya Jumapili. Siku ya kuabudu, siku sali, unaweza kusali siku yoyote, na sisi kabla ya kuanza hapo tumesali. Lakini siku Mungu ambaye ameamrisha watu wote wasifanye kazi ni siku ya Sabato. Msomaji? Naam. 31:15 Kutoka 31:15 Kutoka, kwa sababu wanaofanya kazi siku ya saba. Soma hapa kitakachowapata. 31:15 anafanya kazi itafanya siku 6 lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu afanye kazi yote katika siku hiyo ya Sabato, hakika yake atauawa. Kwa siku ya mwisho Mungu atawaua, sio mwanadamu. Wewe usije kumgusa mtu
utafungwa. Ndio kazi ya Mungu, kwa sababu Mungu ndio anaua na kuuisha. Unaona? Kwa hiyo sasa watu wameamua kufuata huyo mnyama wa nne. Msomaji, naam, nichukulie hapo bustani ya katikisa hapo, uone waliobadilisha hiyo Jumapili, na wamebadilisha na wamewaandikia watu kwamba wamebadilisha. Watu tu hawataki kusoma na kuelewa kweli huo. Vitu viko waziwazi, yaani Mungu weke mambo wazi, upotee tu mwenyewe. Vitu viko waziwazi. Anasema hawataki kusoma. Soma hapo. Anasema kwa nini tunasali siku ya Jumapili? Anasema ndivyo tarehe 3 mwezi wa 3 1921. Anza pale kwenye nukta ya kwanza juu pale. Tuone. Anasema masomo mengi yanasisitiza kwamba Wayahudi walipaswa kupumzika na kusali siku ya Sabato. Hapo mwanzo sio mkalichanganya. Twende. Anasema naanza kichwa cha habari. Kwa nini tunasali siku ya Jumapili sio Sabato? Masomo mengi yanasisitiza kwamba Wayahudi walipaswa kupumzika na kusali siku ya Sabato. Kwa mfano, twende. Anasema lakini baada ya kufufuka kwa Yesu, Wakristo walionelea waadhimishe siku ya Bwana. Waadhimishe siku ya Bwana. Ni wao walioendelea hivyo, lakini Wakristo wa kweli hawakuabudu siku hiyo. Nisaidie Matendo 16:13. Matendo ya Mitume 16:13. Anasema Matendo ya Mitume 16:13 ati Wakristo wa kwanza walionelea. Anasema Kristo gani sasa? Endelea. Hata Sabato, hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Kwa hiyo hao walikuwa ni kina Petro, na ndio walikuwa Wakristo walioachiwa kanisa na Bwana Yesu. Lakini hapo wao wanatuambia eti Wakristo walionelea siku hiyo ibadilishwe. Wao Constantine ndiye aliyebadilisha. Nisomee sasa hapo tarehe iliyobadilishwa. Soma hapo, changamka msomaji, nataka uwe makini sana. Fika hapo mwalimu. Hapo kwenye tarehe 3 mwezi wa 3. Anasema ndivyo tarehe 3 mwezi wa 3 1321 Mfalme Konstantino alitangaza rasmi ya kwamba Jumapili hiyo siku ya Bwana. Unaona, Wakristo wapumzike na kusali. Endelea. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi. Kwa hiyo makanisa mengi yalitangaza, Konstantino ametangaza Jumapili ndio siku ya ibada, lakini makanisa mengi yakachukua hapo. Lakini sasa Mungu alikuwa amemfunulia Danieli kwamba mfalme wa 4 ataazimu kubadili majira na sheria. Na sheria aliyobadilisha ni kuitoa Sabato ya Mungu Jumamosi, akaiweka siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Unaona sasa matatizo. Kwa hiyo kanisa likakubaliana na mfumo wa Constantine. Msomaji? Naam. Tumeona kwamba Yohana wa Patmo aliambiwa kwamba aandike mambo hayo. Ndio. Haya, nisomee 13:1 Ufunuo. Anasema kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7. Umeona? Kwa hiyo huyo mnyama pia Yohana wa Patmo alionyeshwa akitokea katika bahari. Tena yeye anaambiwa mambo hayo, heri mtu asomaye na kufahamu unabii wa kitabu hicho, kwa sababu mambo hayako mbali. Msomaji? Naam. Nisaidie 17 na mstari wa 3 Ufunuo. Anasema 17:3 Ufunuo. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kitu cha zamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojaa machukizo na machafu ya washarati wake.
na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hiyo Yohana anaona mnyama, anaona mwanamke amekalia mnyama, anaona mwanamke amekalia mnyama. Huyo mwanamke ana majina ya makufuru. Huyo mwanamke ni mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Huyo mwanamke ni mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Msomaji, naam, si tumwangalie kwanza yule mwanamke? Ndio. Si tumeshaona kwamba mnyama ni ufalme? Ndio. Si tumeona kwamba mnyama ni ufalme wa nne? Ndio. Sasa si tuangalie kwamba huyo mwanamke aliyekalia huyo mnyama ni nani? Ndio. Si tuangalie kwanza maana ya mwanamke ni nini? Ndio. Haya, nisaidie Waefeso 5 mstari wa 22. Waefeso 5:22 anasema katika 5:22 kitabu cha Efeso, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Endelea. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo Kristo ni kichwa cha kanisa kama vile mume alivyo kichwa cha nini? Cha mkewe. Kwa hiyo mume ni kichwa cha mwanamume na Kristo ni kichwa cha nini? Cha kanisa. Kwa hiyo kanisa, mwanamke anahusishwa na kanisa. Soma 32 hapo. Anasema siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo anapoongelea mwanamume kuwa kichwa cha mwanamke, anasema siri hiyo ni kubwa, anamaanisha Kristo na kanisa. Kwa hiyo mwanamke kibiblia ni nini? Kanisa. Nisaidie Ufunuo 19 na ule mstari wa 7. 19:7 Ufunuo anasema na jumla yao walipata wanaume 12. 19:7 19:7 Ufunuo wa Yohana anasema katika Ufunuo 19 mstari wa 7 anasema hivi mwalimu, na tufurahi, tushangilie, tukambe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo inakuja, na mkewe amejiweka tayari, naye amepambwa, amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya utakatifu. Kwa hiyo tunaona kwamba mume ni nani? Ni Kristo. Unaona, sasa anakuja kuchukua kanisa. Kwa kanisa linakubeba sifa ya mwanamke. Yeremia 3:20. Yeremia 3:20 anasema hivi katika Yeremia 3:20, hakika kama vile mke amwachavyo mumewe kwa hiana, ndivyo mlivyonitenda mimi kwa hiana. Kama vile mke anamfanyaje? Anapomwacha kwa hiana, ndivyo walivyomwacha. Kwa hiyo Mungu akimaanisha kwamba wale watu wake ni kama nini? Kwa hiyo kanisa lake yeye anakuwa kama mume wa nini? Wa kanisa. Kwa hiyo kanisa kibiblia ni mwanamke. Sasa tunaona mwanamke ni kanisa. Tunaona sasa hilo kanisa linaambatana na nini? Na utawala. Na hilo kanisa limejawa majina ya makufuru. Na hilo kanisa linaitwa kahaba, linaitwa mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa kahaba ni nani? Kahaba ni nani? Ezekieli 16:32 anasema, twende Ezekieli 16:32 anasema, mke wa mtu azinie, mke wa mtu azinie akaribishaye wageni badala ya mumewe. Kwa hiyo mke wa mtu azinie, anayekaribisha wageni badala ya mumewe, huyo ni nani? Kahaba. Kwa hiyo kanisa linalokataa mafundisho ya Mungu na kukaribisha mafundisho yasiyo ya Mungu, hilo ni nini? Kanisa kahaba. Hilo ni nini? Kahaba. Kwa hiyo kibiblia kanisa linalofuata mafundisho yasiyo ya Mungu ni nini? Ni kahaba. Sasa huyo kahaba tumeona kwamba ni mama wa nini? Wa makahaba. Maana yake ana watoto ambao ni makahaba, ana watoto ambao na wao hawafuati mafundisho ya Mungu. Kwa hiyo ukiona kuna imani fulani na inafuatwa na watu wengi, ujue wametoa kwa mama yao, wametoa kwa mama yao, kwa sababu kahaba kibiblia ni anayezini, anayezini.
tofauti na mumeo. Yaani unaamua kuchepuka, unaona mumeo hakutoshi, unaamua unachepuka, unaenda kwa mumeo. Mafundisho ya Mungu unaona kwamba hayaeleweki, unaamua unafuata mafundisho mengine, unaamua unafuata mafundisho mengine. Msomaji, naam, tumeona kwamba kwenda kinyume. Kwa mfano, tumeona kwamba mfalme atabadili majina na sheria. Ndio tumeona kwamba sheria ya Mungu imekataliwa. Ndio sasa leo hii tunasikia watu kwamba hatushiki sheria ya Mungu, tunaishi kwa neema. Ndio si wanasema kwamba tunaishi kwa neema, hata tufuate sheria. Ndio Tito 2:11, Tito 2:11 anasema hivi katika Tito 2:11 maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi. Kwa hiyo neema haikufundishi kuvunja sheria. Neema inakufundisha kukataa ubaya, kwa sababu dhambi ni kuasi sheria. Dhambi ni kuasi sheria. Kwa unapovunja sheria, maana yake wewe ni mtenda dhambi. Na kanisa linalofundisha kuvunja sheria, mwalimu wake ni Ibilisi. Mwanzo 3:1 anasema, katika Mwanzo 3:1 basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, akamwambiaje? Matunda ya miti ya bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti ulio kati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Unaona, endelea. Nyoka akamwambia mwanamke, akamwambiaje? Hakika hamtakufa. Kwa hiyo nyoka anafundisha hamtakufa, anafundisha Adamu na Hawa kuvunja sheria ya Mungu. Mungu ambaye alikuwa ameonya wasile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, alikuwa amewapa mti yenye matunda yote akaruhusu wale, lakini akawakatalia. Lakini Ibilisi akamwambia kwamba hakika hamtakufa. Sasa anayefundisha kuvunja amri za Mungu, ujue mwalimu wake ni Ibilisi. Anayefundisha kuvunja sheria za Mungu, mwalimu wake ni Shetani. Ujue kama unafundisha kwamba hatuishi chini ya sheria, hatuishi chini ya sheria, ujue mwalimu wako ni Shetani. Kama una swali unakaribishwa, ujue mwalimu wako ni Ibilisi, kwa sababu neema inakufundisha kukataa ubaya. Sasa kwa mfano hapa si barabarani, ikitokea mtu anagonga, huyo mtu si anakamatwa? Anapotokea kiongozi labda mkubwa akasema kwamba anamlipia faini, akaachwa, atapata kugonga? Si ataacha kugonga? Kwa neema haitusababishi kuvunja sheria, ila neema inatufanya tutii sheria. Warumi 3:31 anasema Warumi 3:31 watu wanajificha hapo mwalimu. Twende kimia. Basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha. Kinyume cha hayo, twaithibitisha sheria. Sasa watu wanasoma maandiko ya Paulo wanashindwa kuelewa. Wanasema kwamba Paulo ameturuhusu kwamba tunaishi kwa neema. Paulo amefundisha kwamba uishi kwa neema na mvunja sheria. Wakorintho wa kwanza 7:19. Wakorintho wa kwanza 7:19 anasema umefika hapo mwalimu. Anasema hivi katika Wakorintho wa kwanza 7:19 kutahiriwa si kitu na kutokutahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Kwa hiyo sasa turudi kule sasa. Turudi kwanza kwenye Babeli. Babeli sio ya kuacha hivi. Babeli sio ya kucheka nayo. Maana ndio watoto wengi. Msomaji? Naam. Tumeona kwamba ni mama wa makahaba. Ndio. Tumeona kwamba ana watoto. Ndio. Ambao ni makahaba. Ndio. Tumeona kwamba kahaba ni yule anayechepuka kinyume na mumewe. Ndio. Tumeona kwamba kahaba ambaye ni kanisa lililo kahaba linafuata mafundisho ambayo sio ya Mungu. Ndio. Si ndio tumeona? Ndio. Sasa kahaba akiwa na watoto makahaba, maana yake watoto nao si wana sifa kama za mamaye. Ndio. Ezekieli 16:44 anasema hivi. Anasemaje? Twende gia ya pili sasa. Anasema Ezekieli 16:44
Anasema hivi, nimefika hapo. Anasema hivi, changamka, tazama, kila mtu atumiaye mithali hii anatumia mithali hii kinyume chako, akisemaje? Kama mama ya mtu alivyo. Rudia tena. Kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Kwa hiyo kama mama alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Kama mama alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Binti huwa anarithi tabia za mama yake. Binti huwa anarithi tabia za mama yake. Msomaji, naam, nisaidie hapo katekisimu. Katekisimu hapo. Tuanze kwanza na hiyo ukurasa wa 16 hapo. Hapo tutacheza napo mpaka tunaingia kaburini. 16 hapo, ukurasa 16 hapo. Utatu Mtakatifu. Naam, nimefika. Changamka. Anasema katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini ya kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Hao ni wangapi? Hao ni watatu. Rudia tena. Anasema Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Kutoka 23. Kutoka 23 anasema, inasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Rudia tena hapo kwenye katekisimu. Mungu Baba ni Mungu wa kwanza, Mungu Mwana ni Mungu wa pili, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu wa tatu. Kutoka 23. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo kuna makanisa karibuni 90% yamechukua fundisho hilo. Na fundisho hilo wametoa wapi? Wametoa kwa mama yao. Maana Mungu anasema amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Wao wanasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho, ndio wameungana wanaunda Mungu mmoja. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, ila watoto watu wanasema hapo watatustukia, hiyo acha tukuachie wewe mama tu. Amri ya tatu, usitaje jina la Mungu wetu, hiyo wanachukua. Amri ya 4, usijifanyie, ikumbuka siku ya Sabato itakase. Wanaungana wote kwa pamoja kwamba sheria zimekwisha. Sasa sheria zimekwisha, tuzini, tuanze kutembea na wake za watu. Ati sheria zimekwisha, tuanze kuiba. Ati sheria zimekwisha, tuanze kusengenya na kusema uongo. Wengine hatuishi chini ya sheria, tuanze kutamani wake za watu. Kwa hiyo wameungana na mama yao kupongeza, kusapotiana, lakini Mungu anasema tuje tufunue ili wale watu watakaosikia waingie kwenye kanisa la Mungu, kwa sababu kanisa ni moja. Usifikiri Mungu anashangaji kuna kanisa ambalo wote imani tofauti. Huku kuna nabii, huku mara kuna mtume. Wakati wote hao wanatumia Biblia moja na wote hawaelewani. Huyu hawezi kaingia kwa huyu na huyu anaupinga mwenzake huyu. Alafu wote ati Mungu wote anawatambua wote. Mungu anatambua kanisa moja, na kanisa moja ndilo lina watakatifu. Rudia Ufunuo 14:12. Mungu ana kanisa moja, na kanisa moja ndilo na watakatifu. Soma hapo 14:12 Ufunuo. Anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hawa washika amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. Kwa hiyo watakatifu ni wanaoshika nini? Amri za Mungu na nini? Na ushuhuda wa Yesu. Kwa lazima kanisa la Mungu linashika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Lakini watu wengine wanataka kumwamini Yesu, lakini amri zake hawataki. Wanataka kumshika Yesu, lakini amri zake hawataki. Wakienda kanisani wanaimba ati kama unampenda Yesu sema amen. Yesu hapendi kwa kumwimbia. Yesu hapendi kwa kumwimbia tu na ushike anayotaka. Ati mtumchezee baba. Wewe unaweza kwenda kwa baba yako ukasema baba njoni kuchezee. Unaweza kwenda kwa mume wako tu au mke wako ati njoni kuchezee. Inawezekana mtumaji? Haiwezekani. 15 Yohana. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Wewe imba Yesu ni Bwana. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sema amen. Mtazishika amri zangu. Unaona? Kwa hiyo Yesu anasema unapompenda lazima ushike nini? Amri zangu. Unapompenda lazima ushike nini? Amri zangu. Na watu wameshirikiana kuvunja. Yesu mwenyewe alishika amri za baba yake. 15:10.
Yohana. Yesu mwenyewe alishika amri za Baba yake, lakini wewe sasa mwanadamu umeamua tu kwamba unaishi kwenye neema. Umeishi kwenye neema, sio chini ya sheria. Hata tuko kwenye sheria, tuko kwenye neema. Sasa si ukaibe. Soma hapo andiko. Anasema, mkishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu. Kwa hiyo turudi sasa kwenye Babeli. Yesu anasema ukimpenda utashika amri zake kama yeye alivyoshika amri za Baba yake. Sasa ni amri zipi? Ukienda huko utamuuliza zilikuwa amri gani alizopewa na Mungu? Msomaji? Naam. Msomaji? Naam. Tumeona kwamba ni Babeli mkuu. Ndio. Tumeona kwamba ni mama wa makahaba. Ndio. Tumeona kwamba ana majina ya makufuru. Ndio. Tumeona kwamba ana majina ya makufuru. Ndio. Hebu rudia 17:5. Anasema, anza 3. Rudia hapo, changamka. Anasema, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Amejaa majina ya makufuru. Amejaa majina ya makufuru. Sasa kukufuru ni kufanyaje? Kukufuru kwa mujibu wa Biblia ni kufanyaje? Maana tumeona ana majina ya makufuru. Kukufuru ni kufanyaje? Nisaidie Yohana 10:33. 10:33 Yohana. Anasema hivi, anasemaje? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru. Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya wenyewe Mungu. Kwa hiyo mwanadamu kujifanya kuwa ni Mungu anafanyaje? Amekufuru. Mwanadamu kujifanya kuwa ni Mungu anafanyaje? Amekufuru. Mwanadamu anayejiita jina la Mungu amefanyaje? Amekufuru. Haya sasa, nisaidie 17:11. 17:11 Yohana 17:11. Changamka. Anasema hivi, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu. Rudia andiko. Anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu. Sasa msomaji, naam, nikuulize swali. Ndio. Yesu anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu. Swali. Ndio. Yesu alikuwa anaenda Vatican? Hapana. Yesu alikuwa anaenda Vatican? Hapana. Alikuwa anaenda wapi? Anaenda mbinguni. Kwa hiyo Baba Mtakatifu ni jina la nani? Jina la Mungu. Baba Mtakatifu ni jina la nani? Jina la Mungu. Na huyo anayejiita Baba Mtakatifu ametoka wapi? Rudia Wathesalonike wa pili 2:3. Wathesalonike wa pili 2:3. Anasema kwamba Wathesalonike wa pili 2:3, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukangeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinue nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Juu ya nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo lazima afunuliwe huyo aliye mwenye siri, mtu wa kuasi, anayejiita majina ya Mungu. Msomaji, naam, situangalie maana nyingine ya kukufuru. Ndio. Situangalie maana nyingine ya kukufuru. Ndio. Nisaidie Marko 2:7. Marko 2:7. Anasema hivi. Anasemaje? Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi? Ni nani awezaye kusamehe dhambi? Kwa hiyo awezaye kusamehe dhambi, endelea, isipokuwa mmoja. Nani? Ni Mungu. Rudia tena. Anasema hivi, ni nani awezaye kusamehe dhambi? Isipokuwa mmoja. Nani? Ndiye Mungu. Haya sasa, chukua katekisimu hapa, ukurasa wa 51. Ukurasa wa 51. Kwa hiyo tumeona kwamba wanasema na kufuru, hakuna ambaye anaweza kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ambaye ni Mungu. Nisomea andiko hilo, ukurasa wa 51 katekisimu. Anasema padri ni nani? Padri ni nani? Padri ni nani? Ni mwanamume
anayeshiriki katika kazi ya askofu na amepewa na Kristo uwezo wa kuhubiri Injili. Ushawahi kumwona anaweka spika anahubiri? Ushawahi kuona? Endelea. Anaendelea kusema kusamehe dhambi, kusamehe dhambi, kusamehe dhambi. Ndio maana tunasema kwamba ana majina ya makufuru. Hakuna mtu ambaye anaweza kusamehe dhambi isipokuwa ni mmoja tu ambaye ni Mungu, na Mungu mwenyewe amempa ruhusa mwanawe wa kusamehe dhambi ambaye ni Yesu Kristo. Hakuna mwingine mwenye mamlaka ya kuweza kusamehe dhambi, hayupo. Hakuna mwenye uwezo wa kusamehe dhambi, msamaji. Na kwa sababu ya mambo hayo, kwa sababu Babeli ameamua kuchukua mafundisho yake, hebu tuangalie baadhi ya mafundisho ambayo amekwenda kinyume na Mungu, msamaji. Na angalia 66 hapo, ukurasa wa 66 hapo. Ukurasa wa 66. Ukurasa wa 66. Tuone imani anayoiamini. Je, inawapeleka watu mbinguni au inawapeleka watu jehanamu? Anasemaje? Mungu anawataka watu wote wabatizwe. Ati wabatizwe. Endelea. Kama tunataka kuongoka ni sharti tubatizwe. Ni wajibu kwa wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo anasisitiza watoto wachanga wafanyeje? Wabatizwe. Wanasema watoto wachanga wafanyeje? Wabatizwe. Nisaidie Marko. Nisaidie Marko 16:15. Marko 16:15. Anasema hivi, anasemaje? Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Sasa swali msomaji, mtoto mdogo amehubiriwa Injili? Hapana. Mtoto mdogo anaamini? Hawezi kuamini. Mtoto mdogo anaamini? Aamini kabisa. Haya, nisaidie ukurasa wa 21 hapo. Ukurasa wa 21. Nisomee kwamba roho hazifi. Roho mtu anakufa ila roho haifi. Ukurasa wa 21, changamka. Roho inakufa lakini mtu anakufa ila roho haifi. Kwamba roho hazifi. Ili watu waendelee kujirusha kwamba wataenda toharani huko, wataombewa na watakatifu wao ili uende mbinguni. Yaani utende dhambi, anasema usubiri mtu akuombee hapo duniani. Wewe unaliwa pesa kuadili sadaka, unatoa sadaka za marehemu. Hakuna marehemu aliyekufa ambaye anaweza kusamehewa dhambi. Dhambi unasamehewa kabla ya kifo. Dhambi unasamehewa kabla hujafa. Ukishakufa, hata kama kuna ndugu zako watatoa pesa zao zote, hutasamehewa. Dhambi unaitwa utubu kipindi hiki, sio ukishakufa. Ukishakufa, hata kama ndugu zako watajikatakata, huwezi ukasamehewa. Hata kama watauza vitu vyako wawagawie masikini, huwezi ukasamehewa. Lakini leo hii unashangaa watu ati wanaombewa dua kwamba Mungu kule walipokufa Mungu awatakie heri. Wengine wanafanyiwa misa za ibada, wanafanyiwa ibada ati kwamba Mungu awatoe toharani. Baada ya kifo ni hukumu. Yesu anapokuja kufufua, kama ulikuwa wewe ni mlevi, basi utafufuka ukiwa mlevi, unaenda jehanamu. Kama wewe ulikuwa umefanya mambo mema, utafufuliwa ukiwa na mambo yako mema, utaenda mbinguni. Usije ukadanganywa ati kwamba ukifa ndugu zako watakutolea ati uende mbinguni. Hiyo ni fundisho la shetani. Soma hapo. Anasema kwa nini tunasema ya kwamba roho zetu haziwezi kufa? Tunasema kwamba roho zetu haziwezi kufa kwa vile miili yetu inapokufa roho huendelea kuishi. Ati roho inaendelea kuishi. Sasa nisaidie Ezekieli 18 na mstari wa 4. Roho inaendelea kuishi. Ezekieli 18 mstari wa 4 anasema tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Ati roho ile itendayo dhambi itakufa. Itaenda toharani. Itakufa. Itaenda toharani kungojea itakaswe. Itakufa. Wewe chunga sana. Chunga sana. Okoa nafsi yako. Okoa nafsi yako. Msomaji? Naam. Nisaidie hiyo ukurasa wa 76.
hiyo ukurasa wa 76. Ukurasa wa 76. Changamka mtumaji, changamka. Ukurasa wa 76. Kuna watu jana tulikuwa tunahubiri, wakaja wakasema wanataka wanahoja kuhusu utatu. Kwenye Biblia hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, ati wanaona Mungu mmoja. Hayupo. Kuna wale wasema kwamba watakuja hapa wamtetee Mungu Roho. Tuko mpaka saa hii hatujawaona. Kwa hiyo bado saa hizi tunawasubiri waje wamtetee Mungu Roho. Kwenye Biblia hakuna Mungu Roho, kuna Roho wa Mungu. Kama kuna mtu ana swali anakaribishwa. Ushawahi kuona mtu anahubiri na unaruhusiwa kuuliza? Ushawahi kuona mtu anahubiri anakuruhusu uulize? Anahubiri, anakuomba sadaka alafu anaondoka zake. Anahubiri, anaomba sadaka alafu anakimbia. Lakini kama una swali unakaribishwa. Soma hapo. Anasema, nini maana ya kutolea misa kwa ajili ya wafu? Kutolea misa kwa ajili ya wafu kuna maanisha kuwa misa inayosomwa kwa ajili ya marehemu walioko toharani wafanyaje, ili kwamba wapate kuingia mbinguni, Sasa wanasoma misa kwa ajili ya marehemu ili waende mbinguni. Mbingu ya nani? Hebu utafute mbingu yako. Msomaji, nisaidie ukurasa wa 142 hapo. Ukurasa wa 142. Uone mafundisho ya Babeli ambayo yanawapotosha watu. Soma hapo andiko msomaji. Changamka. Anasema je, ni makosa kunywa pombe? Ati ni makosa kunywa pombe au kuvuta sigara? Anajibu anasemaje? Si makosa kunywa pombe. Unaona mafundisho ati si makosa kunywa pombe au kuvuta sigara, lakini makosa sana kuvitumia vitu hivyo kupita kiasi. Sasa unaona Babeli inamchanganya watu. Unaambiwa si makosa kutumia pombe wala sigara. Sasa nikuulize msomaji. Naam. Kuna mtu atakayekunywa pombe asilewe? Hapana. Unaweza kunywa pombe usilewe? Lazima ulewe. Unaweza kuvuta sigara? Si unaanza na moja? Ndio. Kesho yake tutaongeza 2. Unaongeza nyingine. Kadri siku zinavyozidi unaendelea kuvuta sigara, si utavuta mpaka pakiti? Ndio. Unaona matatizo? Ila nakwambia kwamba unywe pombe usizidi kiasi. Sasa msomaji. Naam. Anasema kwamba watu wanywe pombe. Ndio. Si wanasema kwamba watu wanywe pombe. Ndio. Nisaidia Wagalatia 5 na mstari wa 19. Wagalatia 5 na mstari wa 19. Sisi tunawafungua tu akili ya mafundisho ambayo mmedanganywa. Ni wewe uchukue au wache. Sisi hatutakuwa na hatia. Anasema Wagalatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanafanana hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wanaotenda mambo hayo, somei Baba Mtakatifu nini? Mtafute mbingu yenu. Uweze kufundisha kwamba si kosa kunywa pombe. Alafu maandiko nasema mbinguni uendi na wewe unaendelea kukaa hapo. Mungu anataka utoke kwenye mafundisho ya uongo. Mafundisho yote yaliyo kinyume na maandiko, hayo ni ya uongo. Kuna swali mwalimu hapa. Baba Mtakatifu ni nani? Anasema Baba Mtakatifu ni nani? Anajibu Baba Mtakatifu ni mrithi wa mamlaka ya Mtakatifu Mtume Petro. Ati ni mamlaka ya Mtakatifu Mtume Petro. Sasa mamlaka ya Mtume Petro, si ndio anasema mamlaka ya Mtume Petro? Ndio. Nisaidie Mathayo 8:14. Mathayo 8:14. Mathayo 8:14. Anasema hivi. Mathayo 8:14. Changamka. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkewe Petro, mamaye mkewe. Ati mamaye mkewe. Kwa hiyo Petro alikuwa na nani? Na mamaye mkewe. Alikuwa na mke. Petro alikuwa na mke. Sasa papa anaoa.
haoi. Sasa kama haoi, amerithije mikoba ya Petro? Amerithije mikoba ya Petro? Babeli. Timotheo wa kwanza 3:1. Timotheo wa kwanza 3:1 anasema ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Mume wa mke mmoja. Askofu anapaswa kuwa mume wa mke mmoja na sio mwanamke. Sio mwanamke. Askofu anapaswa kuwa mume wa mke mmoja, sio mwanamke wa mume mmoja. Mwanaume ndio ameruhusiwa kushika kanisa, kuongoza kanisa. Lakini tunaona sasa Babiloni imeamua kuchanganya watu. Babeli imeamua kuchanganya watu. Watu badala kufuata mafundisho ya kweli, wamefuata mafundisho yasiyo ya Mungu. Wamefuata mafundisho ambayo hayamtukuzi Mungu. Msomaji? Naam. Msomaji? Naam. Sasa hivi si wanasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho kabisa. Si wanasema kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho kabisa. Nisaidia Wakorintho wa kwanza 8:6. Anasema Wakorintho wa kwanza 8:6. Anasema hivi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Baba, Mwana na Roho, aliye Baba. Wewe, Baba, Mwana na Roho, aliye Baba. Rudia tena andiko. Anasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Wewe, Baba, Mwana na Roho, aliye Baba. Unaona sasa matatizo. Kwa hiyo Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Mungu ni baba yake na Yesu. Waefeso 1:3. Kuna ambao walisema jana wanakuja kujadili na sisi kuhusu habari za Yesu mwana wa Mungu, lakini mpaka sasa hivi hatuwaoni. Anasema mpaka sasa hivi wamekimbia, hatuwaoni. Sisi tunakaribisha watu tujadili nao. Hakuna mchungaji atakayekuja kuhubiri Injili alafu aruhusu watu waulize maswali au mjadala. Hata makanisani kwenu watu wanaruhusiwa kuuliza. Mchungaji akishaongea ni final. Hakuna mtu mwingine wa kuhoji. Ila hapa tunakukaribisha tujadili. Soma. Anasema katika Efeso 1:3, atukuze Mungu. Nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu ni baba yake na Yesu. Mungu sio Baba, Mwana na Roho. Sasa swali, huyo baba yake na Yesu ni Utatu Mtakatifu? Huyo baba yake na Yesu ni Baba, Mwana na Roho? Ati Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alijitoa sasa yeye. Alijitoa kwa yeye. Unangodanganya. Babeli na wakoroga. Ati Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu. Wakiungana watatu wanaunda Mungu mmoja. Yaani 1+1 ni 3. Wewe si mkorogo. Kuna mtu anaswali. Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hawaundi Mungu wa Biblia. Labda muandike Biblia yenu. Kuna mtu anaswali? Kuna haya hapo mwalimu. Kila mara unapoona msalaba wa Yesu asema sema sala fupi kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Yesu anayening'inia msalabani. Unaona matatizo? Kwa hiyo mpaka leo wanaamini Yesu ananing'inia wapi? Msalabani. Kwamba ni sala fupi kwa ajili ya Yesu anayening'inia msalabani. Maana yake ukiona msalaba uanze kuabudia. Ukiona msalaba uanze kusujudia. Kutoka 24. Kutoka 20:4. Anasema hivi, Kutoka 20 mstari wake ni 4, anasema hivi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usijivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 4 cha wanichukizao, nami na warehemu elfu ya wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu anamrehemu elfu wanaompenda na kushika amri zake, na moja amri yake ni hiyo. Lakini tunaambiwa kwamba unapoona msalaba uombe, kwa sababu Yesu ananing'inia msalabani. Manake wao kwao, manake Yesu sasa bado yuko msalabani, manake hajafufuka. Sasa wote kama mmepelekwa kuzimu,
Maana yake Yesu hajafufuka sasa. Yuko msalabani. Ibada za sanamu. Msalaba kwanza ni kitu gani? Wakorintho wa kwanza 1:18. Wakorintho wa kwanza 1:18. Msalaba sio kile kitu kilichochongwa pale. Kile kilichochongwa ni mti wa mateso. Msalaba ni lile neno la wokovu, ile process ya Yesu kuja na kufa. Sio kile kilichochongwa pale. Kwa sababu katika enzi hizo watu wote ambao walikuwa wanauawa kwa ajili kama laana walikuwa wanatundikwa msalabani. Watu wote ambao walikuwa wanakosa walikuwa wanatundikwa kwenye hiyo miti ambayo mnaita misalaba. Ni miti ya mateso. Kwa hiyo Yesu sasa anapokuja kuichukua laana ya ulimwengu, ili mbili naye atundikwe pale kama mtu aliyelaaniwa. Lakini alichukua laana ya watu, ya dhambi zetu. Lakini wale wanasema ati kwamba ule mti ati ndio msalaba. Ule ni mti wa mateso. Anasema msalaba ni nini? Soma. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanapotea. Kwa hiyo msalaba, kuna neno la msalaba. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo msalaba ni nguvu ya Mungu, sio ule mti. Na wengine wameamua kuchonga misalaba, wameamua kuweka shingoni. Hata Illuminati wana misalaba, kwa taarifa yako. Hata Illuminati wana misalaba. Ule ni mti wa mateso. Ila kwa sababu walikuwa na tafsiri Biblia kipindi hicho, wao walichukulia hivyo, kwa sababu Biblia imetafsiriwa muda kidogo. Kwa hiyo wao walichukulia hivyo. Kwa hiyo neno la msalaba ni nguvu ya Mungu, sio ule mti. Kwa hiyo unapokuwa unaweka msalaba kanisani, ati wengine wanaenda wanaushika ili uwasaidie, ujue hiyo ni ibada ya sanamu. Subiri Yesu aje adili na wewe. Msomaji, naam, tumeona kwamba kuna sanamu. Kwanza hekalu la Mungu lililo na sanamu, nyumba ya ibada iliyo na sanamu. Kwanza Mungu hapo hakai. Nisaidie Ezekieli 8:5. Mungu hapo hakai, hawezi kusogea kwa sababu sanamu zinakuwa zinampress, zinamuondoa. Anasemaje? Ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa, uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu, nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama, upande wa kaskazini wa mlango ilikuwa sanamu ile ya wivu. Ilikuwa sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia. Akaniambia, mwanadamu, je, unayaona wanayafanya? Yaani haya